إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، فإن تقوى الله هي وصيته للأولين والآخرين. ndugu zangu katika imani, awali ya yote tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuweza kupata faradhi hii ambayo ni miongoni mwa wajibu wa kila Muislamu kuitekeleza. Leo kama tulivyofahamishana hapo asubuhi na katika vyombo vyetu mbalimbali vya kutolea taarifa, tulisema kwamba tutakuwa na kalima fupi baada ya magharib, kalima ambayo itakuwa inazungumzia jambo la miamala yetu sisi na wasiokuwa Waislamu, hususan katika masala ya misiba, masala ya kuosha, masala ya kuzika na masala mbalimbali. Lakini leo tutaanza na kipengele hiki kinachohusu mwongozo. Uislamu unasemaje? Una mwongozo gani pale anapokufa yule ambaye siye Muislamu, na wewe kwa namna moja au nyingine akawa anakuhusu, au labda ni jirani, au kwa namna moja au nyingine unahitaji kushiriki katika msiba ule au katika maziko yale. Ndugu yangu Muislamu, kwanza elewa moja kabla tujaingia kokote. Elewa kwamba Uislamu haujamwamrisha kumdhulumu asiyekuwa Muislamu katu, eti kwa sababu yeye ni kafiri, yeye siye Muislamu, basi Uislamu haujaruhusu kumdhulumu. Lakini pia Uislamu haujaruhusu kumfanyia uadui asiyekuwa Muislamu eti kwa sababu tu yeye siyo Muislamu, bali Uislamu umeamrisha uadilifu na umeamrisha ihsani na umeamrisha kufanya wema kwa wale wasiokuwa Waislamu. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akatupa muongozo katika surati Al-Mumtahina aya ya 8. Allah tabaraka wa ta'ala anasema, la yanhaakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din. Allah subhanahu wa ta'ala hakukatazeni nyinyi 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din, kwa wale ambao hawakupigeni vita nyie katika dini. Yani wale ambao sio Waislamu hawakupigeni vita na wala hawana madhara na nyinyi katika dini yenu, Allah subhanahu wa ta'ala hakukatazeni nyinyi, walam yukhrijukum min diyarikum, na wala hawajakutoeni katika miji yenu, hawajakutoeni katika nyumba zenu, antabarruhum. Allah hakatazi nyinyi kuwafanyia wema, wafanyieni wema. Lakini pia watuqsitu ilaihim, na kuwafanyia uadilifu. Allah hakatazi kuwafanyia uadilifu wasiokuwa Waislamu. Inna Allaha yuhibbul muqsitin, hakika ya Allah anawapenda wale wenye kufanya uadilifu. Kwa hiyo unaona wazi kabisa, kumbe Qur'ani na Uislamu unaamrisha tuwafanyie wema, tuwafanyie ihsani na tuwatendee uadilifu wale ambao sio Waislamu. Nukta hii kwanza nataka ieleweke. Lakini pamoja na ihsani hizo, pamoja na wema huo, lakini Uislamu umeweka mipaka. Uislamu umeweka mipaka ambayo la yasilu ila almusharakati fi ibadatihi. Hairuhusu, Uislamu hauruhusu
kushirikiana na asiyekuwa Muislamu katika ibada zao. Hauruhusu kabisa. Pamoja na kwamba Uislamu umekwambia mfanyie uadilifu, mfanyie wema, usimdhulumu, lakini umeweka mipaka maalumu kwamba Muislamu hautakiwi kushirikiana na asiyekuwa Muislamu katika ibada zake. Au iqrar bidinihi, au kukiri na kuikubali dini ya asiyekuwa Muislamu. Yaani Uislamu haukuruhusu wewe kukubali dini ya asiyekuwa Muislamu, wewe uikubali. Hairuhusu. Leo wangapi wanaikubali? Wengi tu wanakubali kwamba dini ni dini tu bwana. Dini hizi zote ni za Mungu. Kinachohitajika imani yako. Wangapi wana imani kama hizi na wana itikadi kama hizi? Hizi ni itikadi za makosa. Muislamu hautakiwi kukiri na kukubali kwamba kuna dini nyingine ambayo isiyokuwa ya Uislamu. Dini ni moja tu, inna dina inda Allahi al-Islam. Dini ya haki mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni Uislamu. Kwa hiyo yote atakayefuata dini isiyokuwa ya Uislamu hatakubaliwa, na yote atakayekiri na kuikubali dini isiyokuwa Uislamu, basi huyo itakuwa amefanya makosa na hakusoma, au amesoma tauhidi lakini hawezi kuifanyia kazi tauhidi hiyo. Sasa kwa muktadha wa haya, hapa juzi kati tulipata maswali mengi. Miongoni mwa hayo ni maswala ya miamala ya kubeba jeneza la kafiri, lakini pia kulifuata jeneza la kafiri na mambo mengine. Nikasema tutaingia kwenye vitabu, tutadurusu, tukipata muda tutakuja kuelezana na kufahamishana masala haya yamekaaje. Na vitabu viwili hapa. Kitabu cha kwanza hiki kinaitwa Al-Mulakhas al-Fiqhi, juzu ya kwanza katika qism al-ibadat, cha Sheikh Al-Allama Fadilatu Sheikh Saleh ibn Fawzan ibn Abdullah hafidhahullahu ta'ala. Kitabu hiki nakifungua ukurasa wa 237. Wenye kunukuu wanaweza wakanukuu. Shekhe ameeleza katika mlango ambao alikuwa anazungumzia ahkamul janaiz, hukumu mbalimbali za majeneza, yani hukumu za jeneza. Alikuwa anazungumzia katika kipengele cha kumuosha maiti. Katika kipengele hiko akafika sehemu inasema, na nukuu maneno ya shekhe katika kitabu hiki. Anasema, wala yajuzu limuslim, haifai kwa Muislamu yoyote, an yughassila kafiran, kumuosha kafiri. Haifai kwa Muislamu kumuosha kafiri. Kafiri amekufa, wewe ukaamua jukumu la kwenda kumuosha, haifai. Hicho cha kwanza. Kingine, au yahmila jinazatahu, au kubeba jeneza lake, haifai. Leo wangapi katika Waislamu tunaishi nao, labda hawafahamu hizi milango, au wanafahamu lakini wanaona mafunzo ya Uislamu kwa wao kama ni shida. Wangapi katika Waislamu tunawaona wanabeba majeneza ya wasiokuwa Waislamu? Ni kosa kwa Muislamu kubeba jeneza la asiyekuwa Muislamu. Au yukafinahu, au kumvisha sanda asiyekuwa Muislamu, ni haramu, haifai. Au yusallia alayhi, au kumswalia, ukamuombea dua, ukasimama ukamswalia, eti kwa sababu ni bosi wako au ni kwa sababu mtu wako wa karibu, haifai. Au yatbaa janazatahu, au akalisindikiza jeneza lake. Hapa ndio palikuwa pana utata katika mada yetu au katika maswali yaliyoulizwa, ni ipi hukumu ya kulifuata jeneza. Hapa tunaona shekhe anasema haifai, ayatibaa janazatahu, Muislamu asiyekuwa Muislamu kufuata jeneza la asiyekuwa Muislamu, haikuthibiti na haifai. Liqaulihi ta'ala, ushahidi ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, anasema katika surati al-Mumtahina aya ya 13,
Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mlioamini, la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alayhim, msiwafanye vipenzi vyenu, msiwafanye marafiki zenu, msiwafanye watu wenu wa karibu, watu ambao ghadiba Allahu alayhim, Allah amewakasirikia. Watu ambao wamekasirikiwa na Allah ni Mayahudi na Manaswara, ndio watu ambao Allah amewakasirikia. Hawa Mayahudi Allah amewakasirikia. Kwa hiyo nyinyi Waislamu hamtakiwi kufanyaje? Kuwa nao karibu, kuwa kama ni vipenzi vyenu wa ndani. Sheikh akaifafanua aya hii akasema, fal ayatul karimatu tadullu biumumiha ala tahrimi taghsilihi wa hamlihi wa ittiba'i janazatihi. Aya hii tukufu inajulisha kwa umumu wake, kwa kuenea kwake, inajulisha ni haramu kumuosha asiyekuwa Muislamu na kumbeba na kusindikiza jeneza lake. Aya hii kwa umumu wake umekuja kueleza mambo haya ni haramu. Wakala Ta'ala, na Allah akasema tena katika surati Tauba aya 84, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Anamwambia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na anatuelekeza sisi, wala tusalli ala ahadin minhum, wala usimswalie, usimuombee dua yeyote miongoni mwao, mata, aliyekufa, abadan, milele, usimuombee dua. Leo wangapi katika Waislamu wanaombea dua wasiokuwa Waislamu? Hivi wanafahamu hii niko? Eti wakisingizio kwamba tunafanya naye kazi sehemu moja, eti wakisingizio kwamba ni jirani yangu, unamuombea dua asiyekuwa Muislamu. Aya inakataza, Qur'ani inakataza. Wala taqum ala qabrihi, wala usikae kwenye kaburi lake, usisimame kwenye kaburi la asiyekuwa Muislamu. Innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun, hakika ya wao wamempinga Allah na mtume wake na wamekufa hali ya kuwa ni mafasiki. Hauruhusiwi Muislamu kusimama kwenye kaburi la asiyekuwa Muislamu kwa kuomba au kufanya jambo lolote, kwa sababu wao wamempinga Allah na mtume na wamekufa katika hali hiyo. Allah anaendelea kusema, anamueleza mtume wake katika surati Tauba aya 113, anamwambia mtume, ma kana linnabii, haitakiwi kwa mtume, walladhina amanu, na wale walioamini, an yastaghfiru lilmushrikina, kuwaombea msamaha washirikina. Asiyekuwa Muislamu ukakaa kumuombea msamaha, ukasema ewe Allah msamehe fulani, ewe Allah mrehemu fulani ambaye sio Muislamu, ni haramu, Qur'ani inakataza. Wala yadfinuhu, wala haifai pia kumzika, haifai kusindikiza jeneza lake na kwenda kumzika asiyekuwa Muislamu, ni haramu. Lakini idha lam yujadu man yadfinuhu min al-kuffar, lakini kama hakupatikana yule atakayeweza kumzika katika wale wenzie, makafiri wenzie, hakuweza kupatikana mtu huyo, fa innal muslima yuwarihi, basi Muislamu anaruhusiwa kwenda kumstiri huyo kafiri. Kwa hiyo bi ayulqiyahu fi hufra, atamtumbukiza kwenye shimo, mana'an litadarruri bijussatihi, kwa sababu ya kuhofia, kuzuia kupata madhara watu kwa ule mzoga ukikaa pale nje. Mzoga wasiyekuwa Muislamu ukikaa nje, Waislamu watadhurika, watapata madhara, wataudhika kwa harufu itakayotoka pale. Basi kutokana na kuhofia hili, basi kama hakuna wa kumstiri, Waislamu tutachukua kwenda kumstiri huyu bwana, kama alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita vya Badri. Makafiri walipokufa, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamrisha wale watu wachukuliwe, wafukiliwe, watupiwe kwenye shimo, wakatupiwa, wakafukiwa. Kwa hiyo hilo ndio ambalo linafaa kwa Muislamu dhidi ya asiyekuwa Muislamu. Walil ilqa'i qatla Badri fil qalib, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam
alivyowafukia wale wauliwa wafu waliokufa katika vita vya Badri, walifukiwa kwenye mitaro, kwenye mashimo huko. Wakadhalika hukumul murtaddi, na pia hukumu kama hii ndiyo inamfaa yule aliyertadi, aliyetoka katika Uislamu akauacha Uislamu akafa, basi na yeye anatakiwa apewe hukumu hii. Shekhe akaendelea kusema, mfano katariki salati amdan, kama mtu ambaye aliyeacha kuswali kwa maksudi, naye anatakiwa afanyie miamala hii. Wa sahibi bid'ati almukaffira, na yule mwenye kufanya bid'a kubwa zinazokufurisha. Maana kuna bid'a zingine zinamtoa mtu katika Uislamu. Bid'a za kama hizi, huyu pia mwenye bid'a hizi anatakiwa afanyiwe muamala huu, muamala wa kikafiri. Ama hizi bid'a ndogo ndogo, bid'a za kawaida, mfano bid'a za maulidi, mtu anajikusanya kwenye maulidi, bid'a za hitima na bid'a zingine, hizi ni bid'a ndogo ambazo sio mukafira, hazimtoi mtu katika ukafiri. Hizi ni bid'a, lakini bid'a ambazo hazimtoi mtu katika Uislamu na kumuingiza katika ukafiri. Kwa hiyo huyu tunaweza tukamswalia kwa sababu amefanya bid'a ambayo haimtoi katika Uislamu. Wa hakadha yajibu an yakuna, na hivi ndivyo inatakiwa kuwa mawqiful muslim, msimamo wa Muislamu wa sawasawa, minal kafiri, kutokana na huyu kafiri. Anatakiwa awe na msimamo na muamala wake kama huyu, hayyan wa mayyita, akiwa yuko hai au akiwa amekufa. Mawqif at-tabarri ni mawqif ya kujiweka mbali nao, wal baghdha, na mawqif ya kuwachukia na kuwabughudhi hawa wasiokuwa Waislamu. Na haya tunayapata katika kisa cha Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Nabiullah Ibrahim alikuwa na msimamo huu, na ndio sisi tunaambiwa tumuige. Sikiliza, Allah subhanahu wa ta'ala anasema alipokuwa anazungumzia kuhusu kadhia Nabii Ibrahim na watu wake. Anasema idh qalu liqaumihim, kumbuka Nabiullah Ibrahim na watu wake walioamini waliposema kuwaambia jamaa zao. Walisemaje? Inna buraa'u minkum, hakika ya sisi tuko mbali na nyinyi, tunajitenga na nyinyi. Wa mimma ta'buduna min dunillah, na kutokana na hivi mnavyoviabudu kinyume na Allah. Huyu Nabii Ibrahim anajitenga, anajiweka mbali na makafiri. Alafu wewe unatoka kwa sababu ya maslahi yako binafsi, unaenda kushiriki kindaki na kusifia na kufanya mambo yote ambayo Uislamu umeyakataza. Huu sio msimamo mkali, ndio msimamo wa Uislamu, ndio Uislamu uliokuwa sawa sawa. Umeelewana vizuri? Huu ndio Uislamu wa sawa sawa, na sio Uislamu mkali, ndio Uislamu wa sawa sawa. Wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum, tunawapinga nyinyi. Wa bada bainana wa bainakumul adawa, na umedhihiri kati yetu na kati yenu nyinyi uadui, wal baghdha, na chuki, abadan, milele, hata tu'minu billahi wahda, mpaka pale mtakapomwamini Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na Allah pia akasema katika surati al-Mujadila, Allah anasema la tajidu qauman, aya 22, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir, huwezi kukuta watu wenye imani wanamwamini Allah na wanaamini siku ya mwisho, yuaduna man hada Allah wa rasula, wakampenda, wakamfuata na kumpenda, kumpa mapenzi na kumuheshimu yule ambaye amempinga Allah na mtume wake. Huwezi kukuta imani. Kwenye aya hii Allah anakanusha imani kwa wale wote ambao wanajifanya wameamini lakini wana mapenzi makubwa na wasiokuwa Waislamu. Yuaduna man hada Allah wa rasula walau kanu abaahum, hata kama walikuwa ni wazazi wao, baba yao na mama yao. Hata kama huyo ni baba yako au mama yako, hautakiwi kuwa na mapenzi naye. Wewe mhudumie tu kama mzazi wako, lakini usimpende maadamu yeye amemfanyia uadui Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Walau kanu abaahum, hata kama walikuwa ni wazazi wao, au abnaahum, au hata kama ni watoto wao.
mtoto wako amertadi wal billah, unatakiwa umfanyie muqata'a baada ya kuwa ushamlingania. Au ikhwanahum, au hata kama walikuwa ni ndugu zao, au ashiratahum, au walikuwa ni jamaa zao. Aya ikaendelea mpaka mwisho kabisa ikiwasifia wale ambao wenye misimamo ya namna kama hii. Mwisho Allah akasema ulaika kataba fi qulubihimul imana, hao ndio watu ambao Allah amethibitisha imani katika mioyo yao. Wenye sifa hizi za kuwakata na kutowathamini na kutowaunga mkono na kuwapenda wale ambao wanamchukiza Allah, wanampinga Allah na mtume, hao ndio wenye imani iliyokuwa imekamilika. Kwa hiyo ndugu zangu, maukifu ya Muislamu na wasiokuwa Waislamu katika masuala ya imani ni uadui, wal muadati al-kufari lillahi wa rasuli, na kuwafanyia uadui wasiokuwa Waislamu ni kwa ajili ya Allah na kwa ajili ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Fala tajuzu muwalatuhum ahya'an wala amwata, wala haifai kuwapa wala kuwapenda, kuwafurahia, kuwakunjulia mioyo wale wasiokuwa Waislamu, wawe hai au wakiwa sio hai. Hiki ni kitabu kama nilivyosema ni mulakhasul fiqhi, tumemaliza. Sasa tuende kwenye kitabu cha pili na cha mwisho ambacho nitamaliza mazungumzo yangu. Kitabu hiki ninachokizungumza kinaitwa Fatawa Islamia. Fatawa Islamia, ambayo hii ni juzuu ya pili. Fatawa hizi za al-Islamia ni za mashekhe wafuatao. Nitawataja wachache tu katika hao. Ni fatawa za samahatu Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Bazi rahimahullahu ta'ala, lakini pia fadilatu Sheikh Muhammad ibn Saleh ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, fadilatu Sheikh Abdullah ibn Abdurrahman al-Jibrin rahimahullah. Lakini pia ukichanganya pia kuna fatawa za lajnatu daima zimekusanywa katika kitabu hiki. Huu ni mujalladi wa pili au juzu ya pili. Ukurasa ambao ninausoma ni ukurasa wa 30 na 31. Ukurasa wa 31. Ukurasa wa 30 kwenda 31. Kuna swali liliulizwa, ma hukumu fi huduri janaiz al-kuffar, ni ipi hukumu, ma hukumu Allah fi huduri janaiz al-kuffar, ni ipi hukumu ya Allah katika kuhudhuria majeneza ya makafiri, yani kafiri ambaye asbaha taqlidan siyasiyan, imekuwa hivi sasa watu wanaiga kisiasa, yani wengine wanaenda kwenye misiba hii ni kisiasa tu, ni mambo ya kisiasa. Wa urfan, na ni mambo kama ya kawaida tu, wanaona ni si desturi yetu tu mitaani bwana, tuko hivyo. Sasa lajnatu daima ilijibu swali hili kwa majibu yafuatayo, kwa maana hapa sio fatwa ya mtu mmoja, ni ya lajna ad-daima. Haya niliyosoma huku yalikuwa ni maneno ya Sheikh Saleh ibn Fawzani, na hii ninayoisoma hapa kwenye hii fatwa ni fatwa ya lajna, yani kamati ya kudumu ya kutoa fatwa. Anasema idha wujida min al-kuffari man yaqumu bidafni mautahum, atakapopatikana kwa makafiri mtu ambaye atasimamia maziko yao, maziko ya maiti wao, falaisa lilmuslimina, haifai kwa Waislamu an yatawalla dafnahum, watawalie swala la kuwazika hao makafiri. Kama wenyewe wapo, hauruhusiwi wewe kufanyaje? Kwenda kushiriki maziko hayo. Wala ayushariku kufara, wala kushirikiana na makafiri, wayuawinuhum, na kuwasaidia fi dafnihim, katika kuwazika, haifai. Au yujamiluhum, au kuwafanyia mujamala. Mujamala ni ile kuwafanyaje kwa Kiswahili?
Mujamala yani maana yake ni kama vile kujipendekeza pendekeza, kuwapaka mafuta kwa mgongo wa chupa, ndio inaitwa mujamala. Umeelewa? Yani kufanya mujamala haifai. Au mujamalahum au an yujamiluhum fi tashyi'i janaizihim, au kuwafanyia mujamala katika kusindikiza majeneza yao. Haifai. Fa inna dhalika lam yu'raf an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, jambo hilo halikuwahi kufahamika kipindi cha mtume sallallahu alaihi wasallam, wala anil khulafa'i rashidin, wala kwa wale makhalifa wanne hawakufanya mambo hayo. Bal naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bali amekataza mtume wa Allah, bal naha Allahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam, bali Allah amemkataza mtume wake sallallahu alaihi wasallam an yaquma ala qabri Abdullah bin Ubay bin Salul, kusimama kwenye kaburi la Abdullah bin Ubay bin Salul. Huyu ni raisul munafiqina. Angalia, huyu ni raisul munafiqina, na wanafiki hawapo kwenye Uislamu na hawapo kwenye Ukristo, wako katikati, lakini Allah alimkataza mtume wake kusimama kwenye kaburi la huyo Abdullah bin Ubay bin Salul. Wa allala dhalika bikufrihi, na akatoa illa kwamba jambo hilo ni katika ukafiri, na kwa sababu yeye ni katika kafiri. Qala ta'ala, Allah akasema katika ile aya tuliyoisoma kule, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada, wala usiswali, usimuombee kwa yoyote miongoni mwao watakaokufa. Wala taqum ala qabrihi, wala usisimame katika kaburi lao. Innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun, wao wamemkufuru Allah na mtume wake na wamekufa hali ya kuwa ni mafasiki. Wa amma idha lam yujad minhum man yadfinuhu, na amma kama hakupatikana mtu wa kuweza kuzika, dafanahu almuslimuna, waislamu watamzika huyo, kama fala an-nabii sallallahu alaihi wasallam biqatla badri, kama alivyofanya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wale waliouawa katika vita vya Badri. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, huu ndio msimamo uliokuwa sahihi kuhusu masala haya ya kufanya nao miamala katika ndugu zetu au jirani zetu, marafiki zetu ambao sio Waislamu. Kwa hiyo kila Muislamu anatakiwa ayashike haya na ayafanyie kazi, kwa sababu ndiyo sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo amemuelekeza mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu